mtaalamu wa magonjwa ya wanawake na watoto kutoka Shikenda Kliniki. Siku ya leo nataka kujifunza kitu kimoja cha muhimu sana. Ni kawaida kila mtu anapoamka asubuhi ana mazoea kwake, kuna kitu anachoanzia. Lakini kiafya kuna baadhi ya vitu vya msingi ambavyo tunavielekeza aidha mtu anapoamka anapaswa kuvifuata. Kuna vitu vya msingi sana vya kuzingatia. Sasa nataka tukajifunze nini kinachotakiwa kufanya wakati wa asubuhi unapoamka. Nafikiri mara nyingi watu wanaamka saa 11 alfajiri au saa 12 asubuhi, ambayo hiyo ni kawaida ya watu wengi, lakini kuna wengine wanaamka saa 1, saa 2, saa 3, inategemea. Lakini kwa kawaida mwili wa binadamu unapumzika masaa 8. Na maana ukilala saa 3 usiku au saa 4 usiku, basi unatakiwa kuamka at least inapofika kwanza saa 11, saa 12, basi mtu aamke. Assessment ya mwili wa binadamu inafanyika masaa 8. Kwa baada ya masaa 8 mtu anapaswa aamke kwa ajili ya kujiandaa na shughuli zingine. Ni kawaida kulingana na imani zetu aidha Wakristo na wenzetu wa Islam, bado kila mmoja anafundishwa katika dhehebu lake kumshukuru Mungu, na ndicho kitu cha msingi, maana Mungu ndiye aliyetupatia afya na uhai. Kwa hiyo ni kawaida unapoamka asubuhi hakikisha unamshukuru Mungu kama kitu cha kwanza, ili akupatie nguvu ya kuweza kumudu na kuishinda siku nzima. Sasa baada ya kusali kuna vitu vya msingi vya kuangalia. Baada ya kusali tunamshauri mtu kufanya yafuatayo. Kitu cha kwanza, wakati unalala usiku hakikisha umelala na maji ya vuguvugu kwenye chupa. Kama ni kwenye chupa au kama unaita unaweza ukachemsha, ni wewe utakavyoona. Lakini hakikisha baada ya kusali basi utatumia at least bilauri 1 aidha 2 mpaka 3 za maji ya vuguvugu asubuhi. Sasa unapotumia maji ya vuguvugu asubuhi, nini maana yake au yanakuwa na kazi gani katika mwili? Kazi ya maji ya vuguvugu katika mwili wa binadamu asubuhi yanasaidia kurinsi utumbo. Unajua tunakula usiku alafu tunalala. Vyakula tunavyovitumia vinakuwa vina mafuta. Kwa hiyo wakati wa usiku mafuta yanaganda kwenye utumbo. Kwa hiyo ile maji ya vuguvugu yatatumika kuyeyusha ile mafuta yanayopatikana kwenye utumbo iliyoganda wakati wa usiku. Kwa utumbo utasisimka na kujiandaa kwa ajili ya kazi ya umeng'enyaji wa chakula ya siku nzima. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni moja, ni kitu cha pili cha kuweza kufanya. Baada ya kumshukuru Mungu basi kisha unakunywa maji ya vuguvugu au bilauri 1. Kama hujazoea leo unaanza sasa, baada ya kutazama video hii basi hakikisha unakunywa bilauri 1. Utaenda baadaye utaongeza kadri siku zinavyozidi, lakini ziwe ni bilauri 1, 2 mpaka 3 tu basi zinatosha. Usiweke kitu chochote ndani, sukari au nini, lakini tunashauri aidha kama unaweza ukawa unapenda kupata ladha, sababu kunywa maji ya vuguvugu tu yasiyokuwa na chochote inaweza kuwa ni changamoto, basi hakikisha unakuwa na limao, utakata limao, utanyunyuzia kwenye maji ya vuguvugu kwa ajili ya kusaidia vitamini C, inasaidia kuleta hamu ya kula chakula, lakini pia inasaidia kupata yale mafuta. Baada ya kumaliza hapo, hiyo sasa ni asubuhi ya saa 12 au saa 11 utakapokuwa umeamka. Baada ya kumaliza hapo, upata muda wa kufanya mazoezi at least dakika 5 tu za kufanya mazoezi. Mazoezi gani unaweza kufanya? Unaweza ukafanya mazoezi ya kuruka, ila kama ni kuruka kamba, kama una kamba basi hakikisha unaruka. Lakini unaweza kufanya pia mazoezi ya kuruka, ila kama ni kichula unaruka. Wanaume wanaweza kufanya mazoezi ya push up, wanawake kufanya mazoezi ya kuruka kamba, kuchuchumaa na kusimama, kuchuchumaa na kusimama. Nini maana ya kufanya mazoezi haya? Maana kufanya mazoezi haya inasaidia mzunguko wa damu katika mwili na tumbo kwa ujumla. Utaona hata wale walio na changamoto ya kukosa choo, anapofanya mazoezi utaona mwili wake au tumbo lake linasisimka na mtu anajisikia kupata choo. Jaribu hata kesho asubuhi kuamka, ukiamka asubuhi kufanya mazoezi, utaona baada ya kumaliza kufanya mazoezi unajisikia kwenda haja kubwa. Sasa kiafya, asubuhi mtu anapoamka basi anapaswa aende haja kubwa kwa ajili ya kutoa uchafu uliobaki wakati wa jana usiku baada ya kumaliza kula chakula chake. Kwa hiyo utafanya mazoezi at least dakika 5, chukua kufanya mazoezi. Basi baada ya kumaliza kufanya mazoezi basi utakwenda katika kupiga mswaki, utapiga mswaki kama kawaida, basi utapata breakfast, kifungua kinywa. Kifungua kinywa kiafya tunaruhusu kianze kutumika kuanzia saa 12 asubuhi, saa 1, saa 2 mpaka kufika saa 3, basi kifungua kinywa muda wake utakuwa umeisha. Maana kutoka mlo mmoja kwenda mlo mwingine tutahesabu masaa 5 mpaka 6 kiafya. Kwa hiyo kifungua kinywa kianzia saa 12 mpaka saa 3 asubuhi. Cha msingi cha kuzingatia katika kifungua kinywa, hakikisha unakula chakula cha kutosha. Katika vyakula vyote kiafya, vyote asubuhi, mchana, na wengine wanakula mara 3 asubuhi, mchana, jioni, chakula cha asubuhi ni chakula muhimu kuliko vyakula vingine vyote.
Kumbuka hili katika kila siku katika shughuli zako. Katika lolote unalofanya kisha kwamba chakula cha asubuhi kiwe ni chakula kilicho cha kushiba. Mwanamke unayemtizama, hakikisha unaandaa chakula cha kushiba kwa ajili ya watoto wako asubuhi, kwa ajili ya mume wako asubuhi, kiwe chakula cha kushiba. Kwa sababu wakati wa asubuhi body form assessment ilifanyika usiku, mwili ukapitia baadhi ya mahitaji, kwa hiyo virutubisho vingi vimetumika wakati wa usiku kwa ajili ya kusaidia mwili. Wakati wa asubuhi mwili unahitaji kupokea chakula kikubwa cha kutosha. Kwa andaa chakula cha kushiba, ule cha kutosha kabisa, uwe na nguvu ya kuweza kufanya kazi. Sasa hata usipokula mchana au kila mchana whatever, lakini hakikisha kutoka mlo wa saa 3 asubuhi au saa 2 asubuhi pitisha masaa 5 mpaka 6 kupata mlo mwingine unaofuata. Zaidi hapo sasa utaenda katika shughuli zako, hakikisha unakunywa tu maji mengi ya kutosha, maji ya kunywa ya kutosha ya baridi. Sasa sio vuguvugu, utakunywa maji mengi ya kunywa ya kutosha, na wakati unakunywa maji mengi pia ya kutosha, kumbuka kula matunda, fanya kazi zako kwa nguvu kabisa. Utakuwa umezingatia kanuni ya afya ya uamkaji wa asubuhi. Mungu akubariki, tukutane katika kipindi kingine. Mimi ni Dr. Frank Felix Sangugai. See you later.